Mtazamaji, karibu sana. Hii ni Saiki TV na upo nami mtangazaji wako Barak Jimen, na hiki ni kipindi maalum kabisa cha My Testimony, na hapa leo hii utasikia ushuhuda wa ajabu sana na vile ambavyo Mungu anatenda mambo makubwa, na tupo na mgeni wetu na utaenda kumfahamu ni nani. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante baba. Tunakukaribisha sana. Hii ni Saiki TV na hiki ni kipindi cha My Testimony. Asante baba. Karibu sana. Ningependa nijue utambulisho wako na watazamaji wanaokutazama wakati huu. Asante baba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mchungaji Zakayo Ndege. Nimetokea jimbo la Mbogwe, kata Ikungwigazi, sehemu moja inaitwa Buzigozigu karibu na Kagera. Mtumishi wa Mungu, mimi nimefika hapa kwa ajili ya neema ya Mungu na ukuu wake, ili tueleze habari za Yesu, jinsi anavyofanya Yesu. Watumishi wa Mungu mnaonitazama hapa, mimi mtumishi wa Mungu niliyetokea katika jimbo la Mbogwe, nina ushuhuda ambao Yesu ameweza kutufanyia katika jimbo letu la Mbogwe. Amen. Watumishi wa Mungu, katika utumishi huwa kuna misukosuko nyingi sana. Ndio. Ambao misukosuko hii kwa wengine inamshangaza, anaweza wa kuikimbia kazi ya Mungu. Lakini kwa sababu ukiwa na wito huwezi kukimbia. Labda wanaokimbia hawana wito. Huyu Mungu anatenda ishara na maajabu, mambo mazuri sana kwa yule anayemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Huyu Mungu, mtumishi wa Mungu, naam, karibu sana. Na kabla hatujaendelea sana, sawa, yamkini kuna mtazamaji anakutazama, angependa kujua unatumika na kanisa gani, kama hapo awali ulivyojitambulisha kwamba wewe ni mchungaji. Mimi kanisa nasali kanisa la Seki pale kata ya Ikungwigazi, kijiji cha Buzigozigu karibu na Kagera. Baba yangu ni Daniel Moses Kulola, ambaye baba yangu wa Tanzania yote. Ndio. Baba yangu wa askofu wa jimbo anaitwa Daudi Ramadhani Gereja. Ndio. Kwa hiyo huyu baba na ninampenda sana, pia baba zangu nawapenda sana. Amen. Kwa hiyo nini kilichokufanya uvutiwe na kutumika na kanisa la Seki? Mimi kilichonifanya nitumike na kanisa la Seki, kwanza lina umoja na lina ushikamano, lina upendo mzuri sana, na baba yetu anatupenda sana, sisi tunampenda. Kwa hiyo hili kanisa la Seki ni zuri sana, na isitoshe baba yetu askofu mkuu ana mwenendo mzuri sana. Anaonyesha iliyo kweli ya kumfanya mtu na kweli asimame hata kama akiwa na tangatanga. Amina. Kwa sababu sisi tunajifunza kwake. Yeye anapokuwa anazungumzia kweli huwa hapindishi. Ndio. Na mimi ninazidi kusema kwamba lazima na mimi sitapindisha jambo lolote. Amina, tunashukuru sana mtumishi wa Mungu. Amina. Hivyo basi, ikiwa ni kipindi cha My Testimony na watazamaji wanatazama wakati huu, sawa, katika safari yako ya huduma, kama hapo mwanzo ulivyosema, huduma ina changamoto nyingi sana. Sawa. Tungependa kufahamu safari ya huduma yako na ushuhuda ambao ni changamoto ambazo umekutana nazo kwenye huduma, ambayo naamini kwa mtazamaji ambaye anakutazama zitamjenga na kushangaa matendo makuu ya Kristo namna yalivyo. Karibu kwa ushuhuda wako. Kwa kweli mtumishi wa Mungu, kwanza nikupongeze, Mungu akubariki. Amina sana kwa kunikaribisha. Amina sana. Ushuhuda wangu mimi, jinsi nilivyoanza katika huduma mwaka 2018, Yesu aliponiita kwenda kutumika katika ile nchi ya Buzigozigu. Nilienda kufika katika ile nchi, na baada ya kufanya mkutano, baba angu askofu wa jimbo Daudi Ramadhani Gereja aliponitangaza kwamba huyo ndio mchungaji wenu, wana Buzigozigu mmepata kwa wakati huu, kila shida zenu mpelekeeni. Watu wenye magonjwa ninamwamini kwamba atawasaidia. Hakuna jambo lililoshindikana, hata ulikuwa unateseka miaka mingi,
ili ukimwambia yeye lazima atakuombea na utapata afya. Kweli mimi baada ya kuambiwa hivyo, baba askofu baada ya kumaliza mkutano, na nakumbuka tulifanyaga ule mkutano wa Jumapili, wiki iliyofuata nilishangaa mtu mmoja ilikuwa kama Alhamisi, baba mmoja akaniambia kwamba, akaniita vizuri, baba njoo, nina shida na wewe. Na mimi kwa sababu tayari mimi nikawa ni mtu mlaini wa kufuata mtu anayekuita, yawezekana nikajua kwamba ana shida. Baada ya kumwona yule baba, akaniambia kwamba mimi nimekuita baba angu, nikueleze, ninakuhurumia kwa sababu ninakuona ni kijana mtoto mdogo sana, na wale waliokupa kazi kwamba uje kuwe mchungaji, najua kazi ya uchungaji ni kazi ngumu sana. Nikamwambia, kwa nini baba? Mimi sasa ninajua kazi ya Mungu haina mtu mkubwa wala mdogo kwa yule anayemwamini Yesu. Akasema kwamba mimi nimekuita, mimi kwanza ni kisiki cha eneo hili, ni kama ni mkuu wa wachawi wote wa eneo hili. Akasema ninakuhurumia kwa sababu wewe umekuja kutumika ukiwa mtoto mdogo. Maana humu katika eneo letu wamekimbia wachawi, wamekimbia wachungaji 5. Baada ya kukimbia wachungaji 5, wewe utaiwezea kazi ya Mungu? Nikamwambia kwamba lakini baba, unasema usiolijua. Mimi Yesu alikonitoa ni mbali sana. Kwanza nilikuwa mtu mbaya sana. Kwa sababu nilikuwa mtu mbaya, leo Yesu ameniokoa. Kwa hiyo nikamwambia Yesu, wakati alipozaliwa ilifika hatua Sodoma na Gomora ilipokuwa imeteketezwa. Maana Yesu alipozaliwa alikuta Sodoma na Gomora ilishateketezwa, lakini aliwashangaza kitu kimoja. Aliwaambia kwamba Yesu, wakati Sodoma na Gomora ilipoteketezwa na moto nilikuwepo. Wakati huo alizungumza na wazee wenye miaka ambao wakati alipokuwa hekaluni. Na mimi nikamwambia, na wewe nakushangaa kwa sababu kwa kuniambia mimi ni mtoto mdogo, Yesu ndiye anayetumika. Aliyeniita huyo ndiye atafanya kazi yote. Akasema hakuna kwa wachungaji wengine walio zaidi yako, uje wewe. Nikamwambia mimi ndiye nimefika hapa, aliyenifikisha huyo ndiye atakayefanya kazi. Baada ya kumwambia hivyo, akasema kwamba ninakupa pole. Nikamwambia, maana roho ikachukia, nikasema kwamba Mungu alikonitoa ni mahali pabaya sana. Nikamwambia, wewe kama unajiona ni mchawi, basi nyumbani kwangu ni sehemu ile pale, basi naomba uje. Yule mzee akasema mimi niko tayari. Aliposema niko tayari, na ilikuwa Alhamisi usiku, Yesu akaniambia, mwanangu, huyo mtu unamfahamu, naomba uingie kwenye maombi. Niliingia kwenye maombi, ilikuwa siku ya Ijumaa. Wala mama mchungaji sikumshirikisha kwamba kuna adui ameniambia live. Nikanyamaza kimya. Baada ya kunyamaza kimya, tulifanya maombi katika ibada, lakini tayari ikawa mimi naombea ajenda ya yule adui. Wengine wanaombea mengine, ila mimi yani naombea tu jambo la yule aliyeniambia. Maana nilichukia sana, nikaona kwanza huyu ni mtoto mdogo sana ijapokuwa ni mzee. Nikaona kwamba huyu Yesu niliyembeba moyoni ni mkuu sana kuliko hao wachawi. Kwa hiyo inatakiwa kwamba wewe kama unajiona uje, na yule jamaa alikuja usiku. Sasa akakubali mwaliko. Akakubali mwaliko. Baada ya kukubali ule mwaliko, na mimi nikasema basi atanikuta. Ilipofika usiku, Ijumaa kuamkia Jumamosi, yule baba alikuja kweli. Kuna mwanangu anaitwa Sala Zakayo. Mwanangu ndo alikuwa ameachishwa kunyonyeshwa. Ikafika hatua akasema kwamba mwanangu, mama akawa akapitiwa na usingizi, akawa anasema kwamba Sala, mama, mapaka haya hapo mlangoni. Mama yuko kwenye usingizi mzito. Mama, mapaka haya hapa. Lakini akawa haelewi, maana alikuwa na usingizi mzito. Nikamwambia kwamba, lakini mwanangu, mbona unaongea sana? Kuna nini? Baba, hizo hapo paka. Nikamwambia,
Maana mimi nikakumbuka kwamba kuna jamaa alisema, nikamwambia mwanangu, naomba mwanangu, hao ni walinzi ambao nimeletewa kwa ajili ya kunilinda ili nikae vizuri. Maana niliona kwamba yawezekana leo Mungu ameachilia malaika wa kuniongezea kunilinda mimi. Baada ya kusema hivyo, mtoto nilishangaa kaanza kulia. Mtoto alipoanza kulia, akaanza kulia mtoto, mwisho mtoto akaenda kunyamaza. Mtoto nikashangaa katoa mapofu mdomoni. Nikashangaa mtoto akatoa mkojo. Nikajua kwamba mtoto huyo ametoa mkojo, amekufa mwanangu. Nilipomwona yule mtoto amenyamaza kimya na kanyosha mikono jumla na miguu, mimi niliinuka moja kwa moja kusimama. Kwenda kukamata kuamuru kwamba kwa jina la Yesu, ewe roho uliyeniambie Alhamisi, na kuamuru ardhi sasa hivi kukatae na ikushikilie. Nikasikia mtu analia. Akalia pale nje ya nyumba. Akaanza kulia. Baada ya kuanza kulia, tayari nguvu ya Mungu ndo ikashuka sasa. Kwa sababu nguvu ya Mungu ikazingira. Yule mtu akaanza kupiga kelele pale nje. Na nikaendelea kuomba kwa machungu. Maana nikaona tayari dharau zake zimefika mwisho wa kikomo. Baada ya kuona kwamba tayari nimeanza kuomba, mwisho nikawa ninanyamaza ili nisikilize kinachoendelea ni nini. Kweli yule jamaa aliteseka, ilikuwa saa 5 za usiku mpaka ikafika saa 10 za usiku. Jamaa akawa na hema tu. Na sauti yake yani akawa anahema tu. Baada ya kuwa na hema, nilishangaa kwamba sauti moja ikaanza kutokea inasema, mwanangu, naomba umwamuru yule mtu atoke. Unapomwacha wananchi wanakuja kumaliza, anakufa. Ile sauti sikuchukua haraka kwamba anaifuatilia, nikasema hapana. Maana nilikuwa na hasira ya Mungu. Kwamba kwa nini jamani ambie na mdharau Yesu? Lazima Yesu ainduke na kutenda. Baada ya kwamba nimefanya hivyo, sauti ya pili katokea, mwanangu, ninakusihi. Ya upole. Mwanangu, ninakusihi, naomba umwamuru atoke. Ukimwacha wananchi wanakuja kumaliza kabisa. Sikuweza kusimama kwenda kuamuru, sikubadilisha maombi. Maana nilikuwa na hasira. Maana nilijua Yesu alikuwa anitoa ni mahala pabaya. Leo aja niambie jamaa amekula amekunywa. Hapana. Nikaona kwamba Yesu kwa sababu yeye ni mkuu sana, nyamaze. Sauti ya tatu iliyonifanya niitii. Ilikuja sauti inasema kwamba, mwanangu, nataka umwamuru atoke. Usipomwamuru akifa utakuwa umeua wewe. Kumbe Mungu nikagundua kwamba alikuwa na makusudi amuonye ili Mungu ajitukuse na injili izidi kuhubiriwa. Kwa hiyo ule ushuda kwa upande wa mwingine anaweza kubabaika anapopatwa na majaribu, kufuatiliwa mikakati migumu, anaweza kuteseka. Kwa hiyo baada ya kufanya ile kwamba nikatamka kwa jina la Yesu, ninaomba uhame katika mazingira, na kweli jamaa alitoka. Lakini baada ya kwenda kuangalia sehemu aliyokuwa nayo, alihalisha sana. Kwa hiyo Mungu aliye juu alifanya mambo makubwa na yule jamaa kateseka sana. Kwa hiyo mtazamaji, unapokuwa wewe kama ukiwa huna Yesu, hata ukiwa unafanya kazi zako za serikali, unaweza kukutana na mambo magumu. Na watumishi wengi unashangaa wanahangaika kwa sababu ya kufuatiliwa na vitu vya ajabu. Anaogopa kwamba hii nchi anaweza kwenda kufungua kanisa, anaambiwa huku kwenye nchi yetu kuna wachawi wengi. Halafu unashangaa baada ya kuanza kuambiwa kwamba kuna wachawi wengi, unashangaa anaanza kuogopa, anaanza kutumika kwa mashaka, anaanza kutumika kwa hofu. Kwa hiyo ninasema kwamba aliyeitwa na Yesu hana mashaka, hatumiki na uoga, hatumiki na tabu zozote. Hata kama majaribu yangeingia, lakini lazima natakiwa atulie, amwambie Yesu, Yesu amshindie. Mimi nilimwambia, Mungu alinishindia. Baada ya kumaliza hilo jambo, jamaa yule nilizidi kumfuata nyumbani kwake. Maana nilimfahamu. Kwa sababu silikuwa usiku. Washirika baada ya kukuja pale asubuhi kwenye maombi ya alfajiri,
wakakuta hali nyingine. Baada ya kukuta hali nyingine, na wakaanza kuniuliza, baba, hivi hapa kulikuwa na nini? Maana hii sehemu maana imekuwa kama sijui kulikuwa hapa na nini. Nikawambie kwamba mimi